Na ni April 30, tunazungumza taarifa za michezo. Safari ya kuzihesabu dakika 180 imeanza sasa hivi majira ya saa 3 za asubuhi, lakini itafika tamati pale saa 6 kamili za mchana ambapo tutakuwa tunamaliza kipindi cha Viwanjani kwa leo. Zipo taarifa nyingi za kuangalia kwa kipindi cha Viwanjani, kipindi ambacho kimejizatiti kukupatia taarifa za michezo zinazojiri, zitakazojiri ama zile ambazo tayari zimekwisha jiri kwenye viwanja mbalimbali vya michezo, iwe ni kwenye uwanja wa basketball ama ni kwenye riadha. Bila shaka pia unaweza ukafuatilia taarifa mbalimbali za michezo ikiwemo langa kupitia kipindi cha Viwanjani. Ni kipindi ambacho kimesheheni taarifa zote ambazo zinahusu michezo. Hiki kinaitwa baba vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Leo tunatazama mambo mengi ambayo yanajiri. Kikubwa kinachozungumzwa ni kuhusiana pia na mashindano ya Kombe la Muungano, ambapo jana tulishuhudia mchezo wa nusu finali ya pili ukichezwa na Young Africans kukata tiketi ya kuingia hatua ya finali mashindano ya Muungano. Wameenda kukutana na JKU baada ya kuwatoa zimamoto. Jeshi la zimamoto likashindwa kuzima moto wa wananchi ambao walikuwa ni mkali sana kwenye uwanja wa Gombani Pemba. Tulishuhudia mchezo huo kupitia Azam Sports 1 HD channel hii ambayo unafuatilia kipindi cha Viwanjani. Hapo mengi ya kuzungumza kupitia mchezo huo, lakini pia nikujuze kwamba kuna michezo mingine mingi ambayo itachezwa wiki hii, wakati ambapo tutakuwa tukishuhudia mnyama Simba akirejea kwenye ligi kuu ya NBC akiwakaribisha Mashujaa, mchezo ambao utachezwa kwenye uwanja wa KMC Complex. Kumbuka mchezo wa kwanza ambao ulimalizika kwenye uwanja wa Lake Tanganyika pale Kigoma, mchezo ambao ulimalizika dakika za jioni sana, Steven Dese Mukwala akiipatia Simba alama 3 muhimu katika mchezo huo. Nini kitajiri kwenye mchezo ambao Simba inaenda kukutana na Mashujaa kwenye ngwe ya pili ya ligi kuu ya NBC msimu 2024-2025? Yatakayojiri utaenda kuyapata live kupitia Azam Sports 1 HD. Lakini pia leo tutaanza kutazama kile ambacho Simba itakifanya katika michezo yake yote iliyosalia ya viporo kabla haijafika michezo sawa na yule ambaye yupo kileleni kwa maana ya Young Africans. Lakini tutaenda kushuhudia mchezo mwingine ambao utaikutanisha RB Leipzig dhidi ya Bayern Munich, moja kati ya michezo mikubwa zaidi ambayo tutaenda kuishuhudia wiki hii. Mchezo huo ukichezwa Jumamosi ya wiki hii na utakuwa ni tarehe 3. Mchezo utachezwa majira ya saa 11:15 za jioni. Lakini kupitia ligi ya Hispania kwa maana ya La Liga tutashuhudia mchezo Real Valladolid dhidi ya Barcelona, mchezo ambao utachezwa majira ya saa 4 za usiku, na mchezo huu pia utakuwa live kupitia channel zetu za michezo. Hii ni miongoni mwa michezo mikubwa ambayo itaenda kurindima, bila kusahau finali ya Kombe la Muungano, JKU dhidi ya Zanzibar dhidi ya Young Africans. Mchezo huu utakuwa live pia kupitia channel zetu za michezo. Lakini mbali na hapo, nikujuze ama kama una jirani yako ambaye unajua amekizima kisimbuzi cha Azam TV, mwambie akiwashe sasa aweze kulipia. Kama kina hitilafu, basi akipeleke kwa wakala wetu aliye karibu na yeye ili aweze kuvifanyia marekebisho na kisimbuzi kiweze kuanza kazi. Kuna mengi ya kutazama wakati huu ambapo tuna ligi mbalimbali kupitia kisimbuzi cha Azam TV, ligi za nje, Serie A kutoka pale nchini Italia, La Liga kutoka Spain, lakini pia kuna ligi ya Bundesliga kutoka pale nchini Ujerumani, na moja kati ya ligi pendwa zaidi, ligi kuu ya NBC, CRDB Bank Federation Cup. Yote tunashuhudia kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Mwambie akiwasha kisimbuzi chake ili aweze kupata burudani kubwa zaidi ya soka, lakini pia tamthilia kutoka maeneo mbalimbali, tamthilia za nyumbani lakini pia za kimataifa pia zipo ndani ya kisimbuzi cha Azam TV. Mimi nazungumza ni Mangasore, nipo na the heavyweight pandit Rashid Hamis, bila kumsahau Hamis Abdulrahman. Tutazungumza nao hapa kuhusiana na kile ambacho kinajiri wakati huu joto sehemu ya kwanza ya soka letu ikianza hivi Viwanjani kwa leo. Shwari. Shwari. Mko poa? Unapenda tamthilia gani? Tamthilia gani? Nisishawahi kukwambia mapema. Ipi hiyo? Zipo zimebadilika hapa. Katika vitu ambavyo mimi sina nilini ni tamthilia. Sijawahi kufuatilia ile kiukweli. Yaani kuna vitu vyangu Alpasla. Alpasla. Mbona shapita? The nini? Mbona shapita? The great Sadix. Sadix, the great Sadix. Hivyo hiyo. Siku 2-3 tutapita kwenye page ya Rais Berkane. Ya Berkane? Kwenye kurasa zao? Kuna mabadiliko gani ambayo unayaona? Wamefanyaje? Yaani kwenye page yao kuna mabadiliko gani ambayo unayaona huku nyuma hayakuwepo, sasa hivi unaona kidogo? Mimi sijafuatilia. Page imeshiba hivi. Imeshiba. Page sasa hivi imeanza kushiba story? Sio story. Page imeshiba. Okay. Lakini unajua Rashid,
Mbali na vitu vingi ambavyo tunaweza tukawa tunamsisitiza mtazamaji akiwashe ili apate burudani. Ujue ni pamoja na channel ambazo zinaweza zikakuruhusu pia ukafuatilia vitu mbalimbali kwa kujua dunia. Mimi ni mfuatiliaji sana wa Nat Geo World, moja kati ya channel ambayo huwa inatupatia masuala mengi sana kuhusiana na dunia, kuhusiana na viumbe hai, kuhusiana na mambo mengi sana. Moja kati ya vipindi ambavyo napenda sana kupitia channel ni Snake in the City. Snake? Wakijua? Bora kwa mganga tu. Sawa. Unakijua Hamisa? Hapana. Sasa unajua sasa. Huyo wakati anafuatilia hiki, huyo anafuatilia kile. Kwa hiyo yani kuna package kubwa zaidi ambayo Mgundua geologist pia ni moja ya kipaji chako. Ndo miongoni mwa vitu ambavyo binafsi mimi ukinipa tu remote ya Azam naenda pale Nat Geo World na nakaa pale naangalia yule mwamba ambaye huwa anahusika kwenye masuala ya Snake in the City. Snake in the City ni kipindi ambacho huwa nakijua kinaangazia jinsi gani ambavyo mnaweza pia mkawanusuru nyoka kutoka kwenye kuuliwa na raia, lakini mkaita watu ambao wanahusika kuweza kuwakusanya hao nyoka na wakawarudisha kwenye makazi yao. Kwa mfano akitokea hapa inabidi umpigie simu ya mwamba, kuna jamaa yuko maeneo haya, jamaa anakuja. Yaani Mangasore huyo mnyama sitaki kumuona, sitaki kujua, yani sitaki kabisa nikimuona ugomvi wake sio mchezo, nikimudu yani nitamkili vibaya. Sawa. Maana yule nao anategemea unamudu au umudu. Kwa sababu kama hiyo kuna episode moja nishakuiona. Hiyo unayozungumza. Alipiga simu mdada. Mwamba alikuwa amekaa juu ya dari. Sijui alifikaje kwanza kule. Wanafika. Afu yule jamaa akamwambia, huyu ni hatari sana. Kwa hiyo ikabidi warudi waende kuchukua vile vifaa kuja kumkamata. Sasa walivyo kuja kumchukua kuja kumkamata, wakamrudisha wakaja kumweka kwenye yale mabanda. Walikukera? Hapana, wanawahudumia, ni viumbe hai ambao pia na wenyewe wanatakiwa waishi. Kwa hiyo wanamchukua na mara nyingi huwa wanafuga. Kwa mfano niliwahi kuona episode moja amekamata vitoto vya chatu akavifuga mpaka vifika hatua ya kujitegemea, akavirudisha msituni vikaendelea kuishi. Kwa hiyo ni viumbe hai ambao hivi. Kwa Tanzania hapa kuna mtu anafuga kwanza sisi tunaogopa hao wadudu. Kwa nini wasifugwe? Tunaogopa. Watu wanafuga mbu sembusi. Sisi tunaogopa. Ile kuta mwamba anafuga snake. Sawa. Wakati leo tunajiandaa na kipindi nilipita kidogo kuangalia UTV pale Morning Trumpet. Nikakuta moja kati ya taarifa kubwa ni kuhusiana na siku ya kuzaliwa ya Jose Mayanja Chameleone, moja kati ya msanii mkubwa sana East Africa. Ukimtaja Chameleone binafsi mimi unanigusa sana. Kwa nini? Shabiki wake sana. Okay. Shabiki wake sana. Kazaliwa leo Chameleone? Chameleone kazaliwa leo. Lakini wakati huu tuendelee kuombea kwa sababu amepitia changamoto kubwa sana ya afya yake hivi karibuni. Mimi ndio ukimtajia Chameleone nakumbuka huo wimbo. Nani? Chameleone. Wimbo wa Jamila analia. Bwana yake amemwacha. Na kama aliona mbele hivi Chameleone watu wanalia. Tukatazame taarifa ambazo tunaanza nazo kwenye soka letu wakati huu ambapo viwanjani imekwisha anza na yapo mengi ya kuzungumza leo, lakini kikubwa zaidi ambacho tunakiangazia ni kuhusiana na mchezo wa nusu finali kombe la Muungano ambao uliendelea jana kwa kushuhudia Young Africans ikiweza kuwa zima moto wenyewe walizimwa na wananchi. Young Africans kwenye uwanja wa Gombani Pemba. Ni klabu ya Yanga imetinga finali ya kombe la Muungano baada ya ushindi wa mikwaju 3-1 ya penalty dhidi ya Zimamoto kwenye mchezo wa nusu finali, mchezo ambao ulimalizika kwa dakika 90 kuisha kwa sare ya bao 1-1. Baada ya ushindi huo Young Africans itakutana na JKU kwenye finali ya kombe la Muungano, miongoni mwa michezo ambayo itakuwa ni yavuta ni kuvute. JKU hao wamewaondoa Singida Black Stars. JKU wakawaondoa Azam Sports Football Club. Lakini leo tunaenda kushuhudia finali nyingine ambayo tutaenda kuizungumza leo, lakini mchezo ambao utachezwa kati ya JKU dhidi ya Young Africans. Nini ambacho kitajiri wakati huu tukisubiri finali hiyo kuchezwa? Rashid na Hamisa, bila shaka kuna kitu ambacho juzi tulikizungumza hapa na Rashid kuhusiana na viwango vya timu kiwango cha mpira kati ya bara na visiwani. Kila mtu alikuja na hoja yake kwamba bara uwekezaji umekuwa moja kati ya vitu ambavyo vimeinua haraka mpira wa bara, lakini kwa upande wa visiwani wanaucheza bila uwekezaji mkubwa lakini wanaubonda sana.
Nikasema endapo hizi timu zingekuwa na uwekezaji sawa na huu ambao upo huku, bila shaka tungeshuhudia ligi bora zaidi ya PBZ kwa maana ya Zanzibar, lakini tungeshuhudia ligi bora zaidi ya NBC Premier League kwa maana ya bara. Mchezo wa JKU dhidi ya Yanga, mchezo wa fainali, tuwache tuzungumze huu wa Zimamoto ambao Yanga ilipata sare ndani ya dakika 90, lakini ikaenda kupata ushindi kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Yeah, of course ilikuwa ni mechi nzuri, mechi ngumu kwa Young Africans. Na nilichokiona hasa kwenye hii mechi mwanzo, naamini Young Africans waliingia kwenye hii mechi wakiamini watapata karamu ya magoli dhidi ya Zimamoto. Lakini umakini wa Zimamoto, heshima ambayo walianza nayo kwenye mchezo dhidi ya Young Africans ilianza kuwa ngumu, kwa sababu kama walikuja na mfumo ambao unaweka idadi kubwa ya wachezaji nyuma ya mpira, alafu wakawaachia Young Africans wa utawale mchezo kadri ambavyo wao wanataka, ila wao wakawa wamefanikiwa zaidi kukaa kwenye maeneo ambayo yangeweza kuwa hatarishi. Na katika moja kati ya kitu ambacho walifanikiwa zaidi Zimamoto, Young Africans Mirudi Hamri, namna ambavyo ukikaba kwenye nafasi, maeneo pekee ambao huwa wanajaribu kupenyeza mipira ni eneo ambao nyinyi mpo watu wengi, wao ndio wanapitisha mule mipira, hawapeleki kwenye maeneo ambao nyinyi mmewatega. Si unajua mkiwa mnacheza kwenye shape ya ndizi kwenye idadi kubwa ya watu, manake nyinyi huko mnakuwa zaidi ya wachezaji 7 mpaka 8, si ndio? Manake mkishakuwa wachezaji 7 mpaka 8, manake mpinzani nafasi pekee ambayo mnampa ni kupeleka mipira kwenye maeneo ya pembeni, kwa maana iwe ni upande wa kushoto au upande wa kulia. Hapa katikati manake hakuna hiyo room ya wao kupenyeza mipira, manake kama wataleta mipira eneo hilo basi mtawanyang'anya kirahisi, na wao hawawezi kufanya hicho kitu kwa sababu wanajua mpira tukinyang'anywa pale utakuwa ni hatari, kwa sababu timu yetu yote iko maeneo ya pembeni, itatupa wakati mgumu kuanza kukimbiza kwenye eneo la katikati, sio? Sasa walichokuwa wanakifanya Young Africans, wakawa wanajaribu kupenetrate kwenye maeneo ya watu wengi hao. Sio, unaelewa? Lakini kitu ambacho walifanikiwa ni kwamba wakati wanapeleka hawakufanikiwa kupenyeza mpira kwenye muda mwingi ambao wamejaribu, lakini walichokuwa wanafanikiwa wakati wanajaribu kupeleka ule mpira, kuna mtu alikuwa anafanya follow up ya ule mpira, kama utapotea aanze kukaba. Okay. Sio, unaelewa? Kwa hiyo ilikuwa ni kama wana frustrate pia. Kwa hiyo kajikuta Young Africans wanapoteza kweli mipira ambayo walikuwa wanalazimisha kupitisha eneo hilo katikati, lakini walikuwa wanajaribu tena ku retain kwa sababu ya aina ya watu ambao walikuwa waenda kufanya follow up ya ule mpira kwa mara ya pili, si ndio? Sasa kwa sababu wale tayari mentally wako nyuma ya mpira, kwa mpira ukija wao kitu cha kwanza ni kuutoa kwenye lile eneo. Kwa hiyo manake ile clearance ambayo watakiwa kuifanya walikuwa hawafanyi kwenye mahesabu, kwa sababu tayari eneo ambalo Young Africans wako wachache, wao walikuwa hawana mtu kabisa. Kwa hata wakifanya clearance ilikuwa kama wanatupa tu ule mpira, kwa maana ni uondoke kwenye lile eneo. Angalia hata goli ambalo wao wamefungwa, ni wao ndio walikuwa wengi zaidi kuliko Yanga. Zengea alichokifanya ni kujaribu kuattempt, unaelewa, kitu ambacho tunaweza tukasema ni kosa pia la mlinda mlango. Of course ni kosa la mlinda mlango, lakini makosa yanatokea. Makosa kama hayo unamlaumu mlinda mlango moja kwa moja, kwa sababu ndio mtu pekee ambaye mnategemea angeweza kuokoa hiyo hatari, kwa sababu idadi ya njia zote umeona kama hiyo idadi. Umeona pale Young Africans kwenye box mule wako ngapi? Wako wawili tu. Wale mabwana wako 5. Umeona pale? Wale wako 5. Na tayari kiungo alishajaribu kutaka kublock ule mpira, alishafanya sliding tackle. Unaelewa? Lakini bahati mbaya kwa sababu amechelewa, basi goalkeeper na wewe onyesha effort ya kwamba sisi tunajaribu kutekeleza majukumu yetu, na wewe basi tulinde kwa kiwango ambacho unaamini kwamba utaendelea kutupa relief kwenye hii falsafa ya kujilinda. Lakini bahati mbaya
akawa imefungwa goli la kizembe sana. Of course ni uzembe. Huyo kipa Hamisa, endapo angekuwa ni kipa ambaye ananolewa na ama kocha wake mkuu ni Robert Matano, angesema amepeana. Yeah, sure. Angesema amepeana. Yeah, of course. Unajua alichokifanya golikipa ni kupima, yani kujaribu kupima kina cha maji kwa kudumbukia. Sasa kama maji ni marefu na maana utadumbukia moja kwa moja. Na maana kina cha maji unabidi upime kwa kufanyaje? Kwa kuchukua mti udumbukize, uangalie maji yako kiasi gani. Ninachomaanisha ni kwamba ukiangalia Yanga walichokuwa wanakifanya, ujue naamini kama kuna baadhi ya makocha wanaofundisha ligi kuu hasa hizi timu za madaraja ya kati, kama wanaitazama hii michezo, hiyo kocha walimu wa mpira wa miguu ni bahari, unajifunza kila siku, wewe aishi. Kuna vitu vingi sana utakuwa umejifunza, hasa sanaa ya uzuiaji. Unapaswa vipi kuzuia unapokwenda kucheza na timu yenye quality, labda ya Young Africans, Simba, Azam, unazuia vipi? Young Africans kushinda goli moja kwenye kupata goli moja tu kwenye mchezo sio kwa bahati mbaya. Ni namna ambavyo Zimamoto walikuwa wanazuia. Ukijaribu kuangalia Yanga alichokifanya hapo, angalia mpira unatoka pembeni kwa Kibabage, anapasia mpira ndani kwa Mudathiri. Yaani Kibabage amepokea mpira, hajataka kugusa mpira mara nyingi. Na hiyo ndio sanaa ambayo unapaswa kuifanya unapocheza na timu ambayo inakaa zaidi kwenye eneo lake. Kwa sababu si unajua walichokuwa wanakifanya Zimamoto ambacho sikioni mara nyingi kwenye ligi yetu. Unajua timu nyingi kwenye ligi yetu zinakaba man to man. Yaani mimi Mangasole nitadili na wewe. Ndio maana tunacheza sana fouls. Ila walichokuwa wanakifanya ni kukaa kwenye njia za pasi. Na hicho Young Africans walikigundua, akasema tukisema tufanye attempts za kukaa na mpira muda mwingi, na maso wanafika, wanafunga zile njia za pasi. Mpira unatoka pembeni kwa Kibabage, anapasia ndani kwa Mudathiri. Mudathiri anafanya one touch football. Anagusa ule mpira kwenda anamsetia Maxi. Maxi naye hajataka kucontrol, kaunganisha pale pale. Ina maana kwa mantiki hiyo mpira unatoka pembeni kama triangle. Umetoka pembeni ukaja kwa Mudathiri ukagusa na Maxi. Kwa namna yote ile ni ngumu kuweza kufanya follow up ya hiyo action, kwa sababu ni action ambayo imetumia sekunde kama 2 kuweza kufanyika na kufika kwa golikipa. Kwa hiyo kwenye eneo kama hili utawasifu wachezaji walikuwa wamekaa kwenye maeneo sahihi, na wakati Mudathiri anasetiana na Maxi kulikuwa kuna viungo wawili mbele, unaona? Walikuwa ni kama wawili dhidi ya wawili. Kila mmoja angalia ambacho kila mmoja alikuwa anakifanya. Mpira umepigwa ndani, wale viungo concentration yao ipo kwenye mpira. Mudathiri sababu pale Mudathiri angesema ucontrol ule mpira, wale viungo walikuwa wameshafika. Na alichokijua alichogundua ni kwamba nikipokea mpira hao atakuja concentrate na mimi. Napeleka mpira kwa Maxi ambaye ipo kwenye eneo huru, ana mpira, na Maxi alichokifanya hajataka kucontrol tena ule mpira. Akaugusa mpira pale pale. Kwa hiyo ambacho golikipa alipaswa kukifanya ni kwamba mpira ambao unapigwa ukiangalia hili goli, eneo ambalo limefungwa ndio the same kwenye mchezo uliopita Azizi alifunga goli kwenye eneo hilo hilo. Kwa mpira kama huu umepigwa pembeni, mara nyingi mipira inapigwa zaidi pembeni huko kwenye nyavu ndogo, inawatesa magolikipa. Ambacho golikipa alipaswa kufanya, ukimwangalia kwa namna ambavyo alikaa, alikuwa anatafuta ile agility fulani ya kuweza kuudaka ule mpira kwa mikono. Ndio mpira ukapita pembeni yake. Ambacho alipaswa kufanya ni kupeleka ule mpira pembeni. Ile ni mzembe. Yeah, of course hilo moja kwa moja utamlaumu golikipa. Kwa sababu ule mpira kwa kasi ambayo ulikuwa nao. Unajua mpira ukiwa unakuja, huwezi kusema mpira mwepesi nitaudaka. Yaani huwezi kupima, na anasema huwezi kupima kina cha maji kwa kuyadumbukia. Peleka ule mpira pembeni. Whether una kasi ndogo na kasi kubwa, peleka pembeni, lakini kilichotokea hayo ni mashindano ambayo mara nyingi makocha huwa wanatumia pia kuweza kuchezesha vikosi vyao, wachezaji wao ambao mara nyingi hawapati nafasi kwenye ligi ama michezo mikubwa ambayo inakuwa inahitaji timu tofauti na hii ambayo tunaishuhudia. Wachezaji wa Young Africans ambao wamepata nafasi ya kucheza, lakini pia hata wachezaji wa Singida Black Stars, wachezaji wa Azam ambao wamekuwa wanapata nafasi ya kucheza, ambao walipata nafasi ya kucheza kwenye mashindano. Unaona kuna namna ambavyo bado wameendelea kuacha maswali kwa makocha wa timu zao kwamba kwa nini hunipi nafasi ya kuanza katika baadhi ya michezo ya ligi? Nafikiri kuna timu ambazo zimepata nafasi ya kuingiza watu wapya. Ni wachache sana, tofauti na wale ambao tumekuwa tukiwashuhudia kwenye mzunguko wa mechi za NBC. Kwa sababu hata ukiangalia Singida ndo walikuwa wa kwanza. Pengine mtu wa kwanza kumshuhudia alikuwa ni Edo Manyama. Yes. Umeelewa? Ambaye hapati muda sana. Ambaye hapati muda. Na ndo alikosa penalti ya kwanza ya Singida. Concentration nafikiri isingekuwepo pale.
ingekuwepo mchezo wa pili, na kilichotokea ni kwamba hakuna maswali kama namna ambavyo swali lako linajielekeza. Yaani hakuna mchezaji yeyote ambaye ameacha swali kwa mwalimu kwamba mimi ulikuwa hunipi nafasi, lakini kwenye hiki ambacho nimejaribu kukifanya kwenye hii mechi moja, hizi mechi mbili, unaanza kunifikirisha. Sure. So unaelewa? Yaani huyo mchezaji hayupo. Dennis Nkane bado haja Dennis Nkane, wajua Nkane ni watu wana matarajio mengi kutoka kwake, na Dennis sio kwamba alikuwa anawekwa nje kwa sababu uwezo wake ni mdogo, ila aina ya ushindani na mtu kwenye hiyo nafasi ndio ulikuwa unamfanya Dennis Nkane kukaa nje. Kwa hiyo Dennis akipata nafasi kwenye kama vile bado anaendelea kutengeneza ile status ya Young Africans. Lakini hawapati ubora ambao wanapewa na mtu ambaye anacheza kwenye nafasi yake. So unanielewa? So ni ngumu kwa Dennis Nkane kuacha maswali kwenye benchi la ufundi la Young Africans kwa kiwango ambacho wanasema anapaswa kuingia kwenye kikosi cha kwanza. The same to Faridi, unaelewa? Azizi Ndambwile, unaelewa? Na kesi ya Azizi inaweza kuwa tofauti kwa sababu Azizi inabidi apambane sana kwa sababu eneo ambalo anacheza na mtu ambaye hayupo kwa sasa ni majeraha. Manake kama atafanya kilichokuwa bora, possibility ya kupata nafasi na kumalizia hizo mechi zilizosalia inawezekana, lakini vichwani mwa watu ni kwamba yeye hayumo kwenye hivyo vichwa vya watu, na ndio maana ni ngumu kuweza kuona kuna namba mpya. The same to Azam, kuna yule bwana mdogo alianza kwenye eneo la center back. Kumbuka? Yes. Hakucheza vibaya, alicheza vizuri. Si unaelewa? Kwa nafasi yake alicheza vizuri, kwa sababu hata kina Lusajo Mwekenda wakina Msindo walianza kama namna ambavyo ameanza yeye, lakini ni ngumu kuweza kusema kwamba kuna alama ameacha kwa sababu aina ya quality ya watu ambao wanacheza kwenye eneo lake. Hamisa, tuzungumzie Zimamoto, tuzungumzie kidogo na tabia ya JKU, jinsi ambavyo hizi timu zimetoa upinzani mkubwa. JKU ambayo tayari ishafika finali, Zimamoto ambayo imeishia nusu finali. Jana Zimamoto wamecheza wakiwa tough sana, tunaweza tukasema lugha ya mpira. Jinsi ambavyo walikuwa nakaba. Kuna moja kati ya video moja inatembea sasa hivi jinsi ambavyo Max Zengeli alikabwa. Aina ya ukabaji ambao walikuwa na ukaba, aina ya uchezaji ambao walikuwa wanacheza. Ni kwamba timu nyingi za visiwani zikicheza na timu za bara huwa zinakamia mechi, huwa zinacheza mpira ambao wanaucheza kila siku, ama huwa inakuwa vipi? Ukianza na Zimamoto ambao jana walikuwa dimbani dhidi ya Young Africans. Okay, mimi mara zote huwa nasema mchezo wowote wa mtoano hauwezi ukareflect. Ni mara chache sana kukuta una reflect whether ni quality ya mtu ama ubovu wa mtu, kwa sababu ni mchezo ambao unakwenda kuchezwa na kuamua nani ambaye atatoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Ingekuwa ni ligi, yani ligi tunacheza Tanzania bara na visiwani, ingekuwa rahisi kuweza kujua kiwango cha, kwa sababu hata mwalimu ambavyo anaiseti timu yake kacheze mchezo wa mtoano, anaiseti kucheza kwa zile dakika 90. Kwa hiyo na maana ndani ya hizo dakika 90 kitakachokuwa kinafanyika, kila mtu atajitoa kucheza hizo dakika 90. Na ndio maana walimu wengi huwa wanawaambia wachezaji wao, hasa mechi za nusu finali na finali, cheza kama hutawahi kucheza mechi nyingine tena kutokea hapo. Kwa hiyo na maana mchezaji anachokitoa pale anahakikisha anatoa ile A+ game yake. Ndio maana huwa kuna nyakati huwa tunaona timu fulani labda imecheza na Young Africans au Simba, imecheza imekaba vizuri, then mchezo unaofuata wanakwenda kupoteza. Sasa sema hii effort mliotumia kucheza na hao, kwa nini msingetumia huku? No. Yaani mechi yoyote ya mtoano, ndio maana mechi za mtoano walimu mara nyingi huwezi kukuta wana initiate labda ufundi mwingi sana, hapana. Wanakuja na mbinu kadhaa, alafu watakachukua na kihitaji sasa ni wachezaji wenyewe kujitoa kuweza kuucheza huo mchezo. Kwa hiyo ukisema wanakamia, nitakuwa ninakinzana na falsafa nzima ya mpira wa miguu, kwa sababu unavocheza mechi za ligi na unavocheza mechi za mtoano ni tofauti. Ndio maana ni mara nyingi sana umewahi kushuhudia timu ambayo haina performance nzuri, ina performance ya kawaida ya kuungaunga, imekuwa bingwa. Ni kwa sababu gani? Wanajua namna ya kuzicheza zile dakika 90 na kumaliza. Lakini timu ambayo inaungaunga huwezi kuikuta Aslan imekuwa bingwa wa ligi. Labda wao ndo wawe tunasema wale ndo wawe kubwa, tumie statement gani ile kwamba yani wao ndo angalau
alafu kuna wengine ambao ni wabovu zaidi, lakini unapokuwa tafsiri yako ni kwamba JKU dhidi ya Young Africans bado huoni nafasi ya wazi ya Young Africans kwa bingwa katika mashindano ya Muungano kwa jinsi ambavyo unazungumza? Hapana, ukisema nafasi ya wazi bado sioni, kwa sababu nikijaribu kuangalia JKU amewatoa wale ambao ndo walidhaniwa huenda wangeweza mmoja kati ya wao ongeza kufika katika hatua ya finali. Na maana mtoa Singida Black Stars, unamtoa Azam. Hizo ni materials za kucheza finali. Unakwenda kucheza dhidi ya Young Africans, alafu si tu kumtoa, ni umemtoa kwa namna gani, ni aina gani ya games ambazo umeweza kuwapa. Plus jana tujaribu kugusia mfano ule wa wakati anacheza mechi dhidi ya Singida Black Stars, yani mchezaji amekosa penalti analia. Yes, Muungano ila analia, yani inakuonesha ni namna gani ambavyo wachezaji wanautaka mchezo. Kwa hiyo inawezekana JKU kwa wamezidiwa na Young Africans kwenye maeneo mengi tu, quality, sijui uwekezaji, yani kwenye kila eneo, lakini wao wakatafuta kaeneo kadogo tu ambako wataingia nacho uwanjani ambacho kitawafanya wao watakuwa favorite kuwazidi Young Africans, na hilo ni eneo la matamanio. Sasa unapokwenda kucheza na timu ambayo ina matamanio, ina maana kwamba hata kama una quality umepossess hiyo quality, kuna eneo ambalo lazima nao watakuzidi kwa sababu wana matamanio. Kwa hiyo kwenye eneo ambalo mtu anapaswa kufanya kidogo atafanya kikubwa zaidi. Malize hilo na tuelekee kwenye eneo lingine ambapo tunatazama mchezo wa ligi kuu ya NBC ambao utachezwa Ijumaa, wakati ambapo Simba itawakaribisha Mashujaa kutoka kule Kigoma. Hawa ni wana mapigo na mwendo. Kumbuka mchezo uliomalizika kwenye uwanja wa Lake Tanganyika, Simba ilipata ushindi dakika za jioni sana. Ilikuwa ni Steven Dese Mkwala ambaye aliweza kuipatia ushindi Simba katika mchezo huo. Lakini mchezo ambao anaenda kucheza kwenye uwanja wa KMC Complex, kumbuka huu ni miongoni mwa ile michezo ya viporo ambayo Simba inayo ili iweze kukamilisha idadi ya michezo ambayo wenzake wote ama timu nyingine zimecheza. Nini ambacho kitajiri wakati huu ambapo Simba ina idadi ya viporo kadhaa, pamoja na mchezo huu ambao unaikutanisha dhidi ya Mashujaa, lakini pia kuna mchezo dhidi ya JKT Tanzania dhidi ya Simba, mchezo mwingine ni Simba dhidi ya Pamba, lakini mchezo wa kiporo mwingine utaikutanisha KMC dhidi ya Simba. Hivyo ndivyo viporo ambavyo vipo juu kwa Simba, na unaweza ukavishuhudia baada ya muda mfupi kutoka sasa ambavyo tutaenda kuvizungumza hapa. Lakini tukianza na mchezo wa Mashujaa dhidi ya Simba, michezo yote minne ni kama Simba atacheza Dar es Salaam, isipokuwa mchezo mmoja ambao KMC wanaupeleka kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora. Ile kwa michezo yote Dar es Salaam. Lakini michezo yote mitatu iliyobaki Simba dhidi ya Mashujaa Dar es Salaam, JKT Dar es Salaam, Simba na Pamba Dar es Salaam, ila KMC wameamua kukimbia nyumba yao, wameenda kwa baba yao mdogo kucheza huko. Tuanze na huu mchezo wa Mashujaa. Aina ya timu ambayo Simba wanakutana nayo sio timu ambayo unaweza ukaibeza kwenye kutoa upinzani. Lakini tangu ipande daraja hatujawahi kuona Mashujaa ikifanya chochote mbele ya Simba. Wamekuwa kwamba ni kuuma meno, wanauma meno, lakini hamna chochote ambacho kinatokea. Simba inatumia ukubwa, na imekuwa ni kawaida kwa timu ambazo zinapanda ligi kuu. Zinapata shida sana kucheza na timu ambazo hizi timu kongwe. Kwa mfano Dodoma tunaweza tukaitolea mfano, na wenyewe tangu wapande ligi kuu, waijue ligi kuu, yeye na Simba huo yani kuna kitu kigumu kinatokea. Lakini kwa Mashujaa, nini ambacho nakitazama kwenye mchezo ambao Simba inaucheza kwa tahadhari pia kuelekea kwenye michezo mingine ya viporo, wakati huo pia ndani yake wanafanya maandalizi ya kombe la shirikisho finali? Ni mchezo mgumu kwa Simba Sports, na ni mchezo pia mgumu kwa Mashujaa kwa sababu kwa sasa hivi ni kama wanataka kufanana kimawazo. Simba naamini anahitaji kushinda michezo yote iliyobakia ya ligi. Umeelewa? Ili kuendelea kujiweka kwenye nafasi bora ya kuendelea kuwa mshindani kwenye ligi kuu. Mashujaa anahitaji kushinda walau mechi 2 kwenye michezo yake iliyobakia ili kujiweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya kutokuwa katika maeneo ambayo anaweza kuja kujikuta anacheza playoff. Unaelewa? Kwa sababu kushuka haiwezekani. Yaani maeneo ambayo anaweza kucheza playoff. Sio? So kwenye hiyo dhamira unakuja sasa kwenye concept nzima alikuwa anajaribu kuielezea Hamisa kwamba kuna tofauti ya spirit ya ligi na spirit ya michezo ya knockouts. Unaelewa? Kwenye ligi na hasa kwenye mechi kubwa na mechi ngumu,
Mwalimu anachokifanya anakwambia tupe dakika zako bora, unaelewa? Yaani tupe dakika zako bora kiwanjani. Yaani Mangasole sisi hatuhitaji dakika 90 zako, tupe dakika bora za kwako. Yaani kama sisi tunakupa nafasi, kama dakika zako bora ni dakika 45, tupe dakika 45 bora kutoka kwako. Alafu hizi dakika 45 zingine atakusaidia mtu mwingine naye atatupa dakika zake bora. Hapo ndio huwa inakuja sentensi ya kwamba hawa wanakamia mechi, hawa wanatakiwa kucheza mara 2 zaidi ya uwezo wao. Sio, unaelewa? Kwa sababu kwenye zile dakika bora za kwako Mangasole unajitoa kwenye hali ambayo huwezi kurudia mara ya pili. Hamisa, nisaidie kufahamu hili. Unaiona Mashujaa inaamini kwamba inaenda kukutana na Simba ambayo itakuwa haina mawazo makubwa zaidi kwenye hii michezo ya ligi kuu, yani kwa maana kwamba kuwekeza nguvu zaidi kwenye hii michezo ya ligi kuu wakiwaza zaidi fainali, ama unaiona Simba inayoenda kukutana na Mashujaa ni ile Simba ambayo imetoka kushiriki kwenye kombe kushiriki mchezo wa nusu fainali wa pili kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch, ndio hao ambao watakuja na mawazo hayo ya kupambania ligi kuu? Yeah. Yani kwa sasa hivi Simba hana cha yani bado hajabagua wapi akazi wapi aregeze. Na ukisema kwamba labda anawekeza labda kwa kesi ya kuwekeza zaidi nguvu kwenye michuano ya CAF Confederation, mara mwisho Simba anabeba taji la ligi kuu ni lini? Ni muda mrefu. Kwa hiyo naye amelimisi, ni misimu mitatu. Young Africans analibeba. Kwa hiyo taji la ligi kuu amelimisi, taji la kombe la shirikisho la CRDB amelimisi, mara mwisho kubeba ni lini? Kwa hiyo bado katika kwenye kila mashindano ambayo anayashiriki pamoja na ligi yote ni mashindano ambayo anayatamani. Ameshawahi kufika fainali ya kombe la kafu lakini hajawahi kulitoa. Kwa hiyo kwenye kila eneo ambalo amedondoka sasa hivi ni eneo ambalo bado ana matamanio. Kwa hiyo si ambacho sikitegemei sasa hivi kwa Simba ni kwamba watabagua. Na katika football hakuna kitu kibaya kama kubagua mashindano, kwa sababu huna guarantee long as ushiriki peke yako. Unaona hicho kikosi cha kubadilishana, leo tumchezeshe fulani, kesho tumchezeshe fulani, kwa sababu mbeleni kuna kitu ambacho tunakiwinda ambacho ni kikubwa kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya wanasimba. Unakiona hicho kikosi ambacho kitakuwa na mabadiliko ya mara kwa mara kuelekea kwenye michezo ya viporo? Possibility ya kufanya rotation ama kutokufanya pia ina depend na eneo ambalo mchezaji anacheza plus na ubora wake. Kwa mfano unaweza ukaenda kwenye mchezo labda maybe dhidi ya Mashujaa ukasema okay, leo Shomari atapumzika, atacheza labda Duchu. Inawezekana Duchu asikupe kwenye ile game ambayo Shomari akakupa, lakini akakupa kulingana na ubora wake na akacheza mchezo vizuri. Kwa mfano mechi dhidi ya Coastal Union ya Arusha alicheza vizuri tu. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo ambayo unaweza ukafanya rotation, lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo kufanya rotation kwako inaweza ikawa ni vigumu, hasa katika eneo la ushambuliaji. Eneo ambalo inawezekana ukasema okay, let's say labda leo kwenye mchezo asicheze Kibu Denis, akacheza labda Kicha Sami, lakini bado utakapokuwa umekaa kama mwalimu utakuwa unajiuliza inawezekana labda kwa huyu mchezaji akaweza kutoa kile ambacho anakitegemea. Ndipo pale ambapo tunakuja anaweza akaanza, then huyo ambaye unamtegemea ukawaje kumpatia dakika kadhaa mwishoni akaja kucheza, depending tu na mechi ilivyokuwa. Ikiwa ni mechi ambayo imekuwa nyepesi kwenu, inawezekana kamaliza mchezo. Unaona wasiwasi upo kwa mashabiki wa Simba kwenye timu yao, jinsi ambavyo watavuka hii michezo ya viporo, lakini pia jinsi ambavyo wataendelea kutunza nguvu ya wachezaji hawa kuelekea kwenye mchezo wa fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho Afrika, wakicheza na Berkane ugenini, wakirudi kucheza nyumbani mchezo wa mwisho. Unaona kuna wasiwasi ambayo ipo kwa mashabiki wa Simba kuhusiana na kikosi chao? Yeah, of course, hata mimi ningekuwa nipo kwenye nafasi yao ningekuwa na wasiwasi. Kwa sababu jaribu kuangalia ratiba hii ya ligi kuu ambayo wako nayo. Kuna baadhi ya michezo ambayo hata masaa 72 hayafiki. Kutoka katika mchezo mmoja kwenda kwenye mchezo mwingine. Kumbuka kwenye kila mchezo ambao unaucheza huwezi kujua ni kitu gani kinaweza kikatokea. Inawezekana mchezaji akapata injury kwenye mchezo, sababu injury haitoi taarifa. Huwa inatokea tu hapo. Mchezaji akapata injury, ikatokea jambo lolote tu labda kwenye imetokea mpinzani kutokana labda na ile fatiki, ikatokea ukapoteza mchezo, au yani kuna kesi nyingi ambazo zinaweza zikatokea. Na pia wenyewe wakikiangalia kikosi chao wanaweza wakaona hatuna hiyo luxury ya kusema kwamba
hii michezo kwetu itakuwa hii ratiba kwetu ni ratiba nyepesi, kwa sababu hata wakikiangalia kikosi chao bado hakina lile umbile fulani ambalo linajitosheleza kulinganisha na ratiba ambazo zipo, kwa sababu jaribu kuangalia maeneo ambayo mwalimu amekuwa akifanya sana rotation zaidi ni maeneo ya kuanzia hapa kwenye eneo la kiungo kurudi nyuma, lakini eneo la ushambuliaji mwalimu mara nyingi ana luxury ya kufanya rotation. Kwa sababu gani? Kwa sababu inawezekana ikawa na kundi dogo la wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo hilo, au tofauti wa viwango baina ambao wanaanza na ambao wako benchi ni utofauti mkubwa. Ndio maana mwalimu anakuwa hana hiyo luxury. Kwa hiyo yeye mwenyewe anafahamu ratiba ni ngumu na wachezaji wenyewe wanafahamu. Ndio maana mara nyingi nasema mwalimu unampa mchezaji just 25%. Okay. Yeye ndo ataamua mkihitaji kucheza kwa kasi ile mnaweza kucheza. Tuangalie hiki ambacho Simba wanaenda kukabiliana nacho kwenye michezo hii ya viporo. Wakati huo wana mashindano mengine ambayo wanapatia kipaumbele zaidi. Hata ukimwambia mshabiki wa Simba sasa hivi akutajia kipaumbele chake kwenye mashindano yote ambayo Simba wanashiriki, kipaumbele cha kwanza atakwambia kuhusiana na kombe la shirikisho Afrika. Sasa Fadlu Davis ana timu ambayo inazidiana ubora, mchezaji mmoja kwa mmoja. Ukimlinganisha Ali Salim, ukimlinganisha na Pinpin Kamara, unaona ni vitu vile tofauti. Ukimleta Hussein Kazi ukamfananisha na Chef Fondo Malone, ukamfananisha na Hamza, ukamfananisha na Shamu, utaona ni vitu viwili tofauti. Duchu ukamfananisha na Kapombe, ni vitu viwili tofauti. Walau Valentino Oma unaweza kukupatia kile ambacho Mohamed Hussein anaweza kukupatia au akakaribia kukupatia. Ukiingia eneo la kati kuna watu ambao bado anaendelea kuwahitaji, anahitaji hata muhitaji Kagoma, hata muhitaji Ngoma, ambao pia anawatumia kwenye michezo mingine ambayo anaamini kwamba ni michezo ya maamuzi. Ungekuwa ni mwalimu wa Simba Fadlu Davis, nini ambacho ungekifanya kwenye hii michezo ya viporo ambayo Simba inaenda kukutana na JKT, inaenda kukutana na Mashujaa, inaenda kukutana na KMC, inaenda kukutana na Pamba? Lazima kichwa kiume. Lazima kichwa kiume kwa sababu aina ya mpinzani ambaye Simba anafukuzana naye mahesabu yake yametangulia hatua moja. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwenye michezo iliyosalia Simba akipata hata sare ya mchezo mmoja, basi mpinzani wake anakuwa bingwa kwa maana ya Young Africans. Sio, unaelewa? Kwa michezo iliyosalia inamlazimisha Simba automatic ashinde michezo yote ili ile race ya ubingwa iendelee kuwa too closed. Unaelewa? Manake kitendo cha Simba kupata sare hata mchezo mmoja, manake tayari bingwa atakuwa Young Africans, kwa sababu kwa aina ya michezo ambayo Yanga kabakiza pamoja na aina ya mashindano pia ambayo Young Africans inashiriki pia na mashindano pia, sio? Kwa hiyo ukiwa kwenye nafasi ya Fadlu lazima kichwa kikuume kwa sababu ya mazingira ambayo unataka kuachieve na kile ambacho umekuwa nacho. Kitu pekee ambacho Fadlu amekubaliana nacho ni kukubali kufanya kazi na wachezaji waliokuwepo na kujaribu kutaka kuwa develop kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Na ndio maana unaona mabadiliko ya kikosi, Okejefa, Ali Salim, Mutale Budo wakiwa wanaanza kwenye hizi mechi za hivi karibuni za viporo. Eneo la goalkeeper ni eneo ambalo liko very sensitive. Ni ngumu kuona atafanya mabadiliko kwa Pimpin na kumuingiza goalkeeper yoyote unless labda Pimpin inaonekana ameumia na hawezi kuendelea, anaweza kufanya mabadiliko. Lakini kwenye maeneo ambayo amekuwa akifanya mabadiliko mara kwa mara ni eneo la fullback kwa kushoto, ambapo amekuwa akipishana. Sasa hivi Zimbwe ni mechi chache sana amaliza dakika 90, lakini wakina Budo, kina Chasambi, Awesu, Mavambo wataendelea kuwa kwenye mzunguko kama namna ambavyo amekuwa akifanya kwenye mechi zilizokuwa wameshacheza tayari. Tuangalie takwimu za Fadlu Davis, mmoja kati ya makocha ambao mpaka sasa hivi wanazungumzwa sana Afrika, wanazungumzwa Tanzania, ni kuhusiana na kile ambacho amekifanya baada ya kuingia hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika kwa kuiondoa Stellenbosch ya nchini kwao kwa maana ya Afrika Kusini. Na tunaenda kutazama kile ambacho Fadlu Davis amekifanya. Kocha mkuu wa klabu ya Simba Fadlu Davis anaaminika kuwa kutokana na ubora wake wa kufundisha pamoja na mbinu alizonazo ndio chachu kubwa ya Simba
kufikia mafanikio haya walioyapata msimu huu kwenye michuano ya kimataifa, ambapo Mei 17 wanatarajia kucheza fainali ya mkondo wa kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao utakuwa kule nchini Morocco. Fadlu Davis, licha kuwa na kikosi kipya chenye wachezaji wengi ambao hawakuwa na uzoefu mkubwa kwenye mashindano ya kimataifa, lakini amewezesha Simba kufanikiwa kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika, nusu fainali ya kombe la CRDB Bank, huku akiwa bado ana nafasi ya kuwania ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mwanzoni mwa msimu huu kwenye tamasha la Simba Day, Fadlu aliwaahidi wanachama na mashabiki wa Simba kuwa msimu huu unaenda kuwa msimu bora kwa Simba ambao utaacha historia katika maisha ya soka la Tanzania. Tukasikilize kile ambacho Fadlu Davis alikizungumza kwenye tamasha la Simba Day. Tuanze moja kwa moja na tuanze na benchi la ufundi jipya la Simba Sports Club likiongozwa na mtaalam, mwalimu bora kabisa, mwalimu kijana, mwalimu mtaalam mwenye maarifa makubwa, mwenye maarifa mengi, anayefahamu mpira wa kisasa. Fadlu Davis kutoka Afrika Kusini yuko na wataalamu wenzake. Makofi hayatoshi. Makofi hayatoshi. Hilo ndiyo benchi la mafanikio la Simba Sports Club msimu huu. Kwa heshima na taadhima, tumpe dakika moja mwalimu Fadlu awasalimie wanasimba. Karibu mwalimu Fadlu, japo salamu kwa wanasimba, wana shauku na hamu ya kukusikia. Nguvu moja. Nguvu moja. We are so honored to be here. Thank you for coming in. We are so honored to be here. Thank you so much for coming out in numbers and supporting us. We're going to make this a special season. A season we can remember. And it all starts today. Nguvu moja! Thank you. Asante sana mwalimu Fadlu na benchi lako la ufundi. Aliyosema kila mtu kaelewa, kwa sababu wana Simba nyie mnaelewa sana. Naam, ni maneno machache sana aliyozungumza Fadlu Davis wakati akisalimia kwa mara ya kwanza umati ambao ulikutana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye tamasha kubwa la Simba Day, tamasha ambalo Fadlu Davis alitumia kuzungumza maneno machache. Miongoni mwa maneno hayo ni kwamba unaenda kuwa msimu wa kihistoria kwa Simba. Sijajua aliona nini, pengine labda Rashid pamoja na Hamisa Abdulrahman wanaweza akawa kuna kitu ambacho alikiona wakati ambapo anakuja na kikosi kipya, wachezaji ambao hawana uzoefu, akaamini moja kwa moja kwamba unaenda kuwa msimu wa kihistoria kwa Simba ambao utaenda kukumbukwa. Na kweli Simba imeingia fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwanza cha alikuwa mbele ya muda.
Mbele ya muda. Mbele ya muda nini? Mbele ya muda. Fadlu Davis. Ni unajua kazi ya coaching ni kazi ambayo kwanza unatakiwa kuamini wewe binafsi nini ambacho unacho. Umeelewa? Kwenye hiki ambacho alijaribu kuelezea Fadlu mbele ya umati wa Simba, ilikuwa ni ngumu kuamini kile ambacho Fadlu amewapa mpaka hapa walipo, kwa sababu ni kocha ambaye alikuwa hana profile kubwa. Hakuna mtu ambaye alikuwa anamfahamu. Ni mtu ambaye walikuwa wanaamini timu yao ndio kubwa zaidi, unaelewa, ndio timu yao inakuja kumtangaza, lakini yeye ndani yake kulikuwa kuna sauti ambayo inazungumza kwamba mimi ni miongoni mwa makocha bora, makocha wazuri. Hiki nilichokuwa nacho, nikipata timu nzuri nikakipeleka hiki kukipresent, ninaamini nitaweza kufanikiwa. Hiyo ni sauti ambayo ilitoka kwenye moyo wake. Sawa, Hamisa. Fadlu anakabidhiwa timu mpya, timu ambayo ina wachezaji wengi sana ambao kwenye haya mashindano ya kimataifa walikuwa pengine wanashiriki huko walipo, lakini sio kwenye level ambayo Simba walikuwa wakihitaji. Kwa maana Simba walikuwa na ushiriki wao, kiwataja kwamba Simba wanashiriki vipi mashindano ya kimataifa, wanaanza kukuhesabia kwamba tunahitaji nusu finali, tunahitaji finali kipindi hicho. Lakini ikaja kuwezekana mwaka huu. Ni jinsi gani ambavyo Fadlu alitumia hicho kidogo alichonacho, aina ya wachezaji ambao aliwakuta, akaanza kuwabadilisha kuwa wachezaji bora zaidi. Maana mwanzoni tuliona Simba ilivyoanza, baadhi ya wachezaji walianza kutupiwa mishale, huyu hapana, lakini baadaye kidogo tunaanza kuona kikosi ambacho Fadlu kakitengeneza kinakuwa ni kikosi tishio tu, sio tu Tanzania bali Afrika pia. Na unajua Fadlu ukimwangalia ana possess sifa zote mbili ambazo ni makocha, kuna baadhi ya makocha duniani hizo sifa hawana, pamoja na kwamba amesoma kwenye level za juu. Fadlu ana possess sifa ya kuwa mwalimu bora kiufundi na kimbinu. Laiti kama Fadlu asingekuwa mwalimu bora kiufundi, basi Simba tusingekuwa tunaiona sasa hivi imekuwa organized kiasi hiki. Angekuwa tu mwalimu bora kimbinu, kwa sababu huwezi kuwa mwalimu bora kimbinu alafu unakwenda kukifundisha kikosi ambacho kina possess takriban wachezaji zaidi ya 10 ambao ni wachezaji wapya kwenye timu. Na maana lazima kwanza uanze kujua uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ndio uwakombaini kwenye timu. Na binafsi nitoe tu pongezi kwa timu ya scouting ya Simba. Unajua ametoka Abdelhak Benchika. Kwa profile ambayo Benchika yuko nayo. Ukimwangalia Fadlu, kote ambako amepita alikuwa anapita kama kocha msaidizi. Okay. Raja Casablanca ametoka kama kocha msaidizi. Mara nyingi makocha wasaidizi huwa wengi wao wanabebwa na vivuli vya makocha wakuu. Kwa hiyo anapotoka pale, anapokwenda kusimama yeye peke yake, ndipo pale ambapo unakuja kuyaona madhaifu yake. Unakumbuka kwa Kaze wakati anatoka Young Africans na Seridine Nabi anaenda Namungo. Ndio tukaona pale kwamba alishindwa kusimama kwenye kivuli chake yeye peke yake. Lakini jaribu kuangalia Fadlu anatoka akiwa kocha msaidizi wa Raja Casablanca, anakuja Simba ambayo ni kama kila mtu alishapoteza matumaini. Anakuta kikosi kipya, kwa sababu angalia sasa hivi Simba kuanzia eneo la goalkeeping mpaka eneo la ushambuliaji walikuwa wameweza kubadilisha kikosi. Akaanza kuanza kugundua uwezo wa mchezaji mmoja mmoja na namna gani ambavyo anaweza akatumia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kucombine kama timu. Tukaanza kuiona Simba ambayo kwanza ikaanza kustruggle. Maneno akawa mengi, kwa nini Simba kipindi cha kwanza wanacheza vizuri, kipindi cha pili wanakata moto. Ni kama hiyo, ina maana wachezaji, kumbuka wachezaji wametoka maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo huwezi kujua Mangasore kocha wako wa fitness alikuwa ni nani, alikuwa labda mvivu. Siwezi kujua kocha wa Rashid Hamisi wa fitness alikuwaje, lakini angalia namna ambavyo wakakuza kwanza fitness za wachezaji, ikafikia sehemu sasa tunaona Simba wanavyoanza kipindi cha kwanza ndivyo ambavyo wataweza kumaliza katika kipindi cha pili, na namna ambavyo wanacheza sasa as a team. Kwa hiyo kwangu binafsi anachokifanya Fadlu mpaka alipofikia, amefikia matarajio na bonus zaidi pia ameweza kuwapa. Tutazame takwimu za Fadlu Davis kwenye michuano ya kimataifa kwa maana kombe la shirikisho Afrika, ambapo msimu huu 2024-2025 michezo mingapi Fadlu Davis akiwa na klabu ya Simba Sports Club? Michezo ambayo amecheza ni michezo 12, lakini amepata ushindi katika michezo 7, sare michezo 3, amepoteza michezo 2 pekee. Takwimu za Fadlu Davis CAF Champions League, CAF Confederation Cup 2024-2025. Rashid, hizi takwimu ambazo tunazishuhudia hapa za Fadlu Davis, ushindi katika michezo 12, ushindi katika michezo 7, michezo 12 kati yake amepoteza tu michezo 2 na sare katika michezo 3. Hizi zinaweza zikawa ni takwimu bora katika kipindi hiki wakati Simba
wakijitafuta na makocha tofauti tofauti? Sina takwimu sizikumbuki vizuri za Benshika pamoja haziwezi kuwa bora kwa sababu pamoja na nani Robertinho. Benchika profile yake ilikuwa imerembo hasa. Yani unajua ili ufanye comparison ni lazima ujue pia na wao kwenye mechi 12 kila mmoja alishinda mechi ngapi. Unajua kinachotokea kinachotokea ni kwamba inawezekana kwa idadi hii ya michezo ya nani yani ndani ya hii michezo ndani ya hii michezo shirikisho kuna robo finali na nusu finali. Robo finali ndio nataka kutokwambia kwamba utofauti wake ni kwamba hii michezo imemsogeza eneo ambalo Simba inampeleka finali ambapo wenzake walikuwa hawafiki, wenzake walikuwa hawajafika, sio, unaelewa. Lakini kwenye namna ambavyo umejaribu kuisema kwamba inawezekana ndio takwimu bora kwa hivi sasa, no doubt ni moja kati ya takwimu bora alizokuwa nazo, hata yeye pia anajivunia kwa sababu utakuwa ni mwaka wake wa kwanza katika karia yake ya ukocha, unaelewa, kama kocha mkuu anaipeleka timu fainali, sio, unaelewa. Kwa hiyo ni mwaka mzuri kwake yeye na ni mwaka mzuri pia kwa Simba, sio, unaelewa. Wapinzani ambao walipoteza kwao tunawatazama ni Al Ahly Tripoli, lakini pia na CS Constantine na CS Faction na Al Masry alimfunga pia. Al Masry naye alimfunga. Al Masry alimfunga. Constantine alimfunga pia. Constantine alimfunga. Kwa hiyo nyumbani hajapoteza mchezo wote. Waweza kwa kupoteza alama yote kashinda. So unaelewa. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba pengine kuelekea kwenye fainali ya kwanza kuna vitu ambavyo anatakiwa virekebishe, hata kama ni kupoteza asipoteze kwa idadi kubwa ya magoli kabla hajaja kucheza mchezo wa pili. Yeah, of course hicho ni kitu ambacho yeye mwenyewe anatambua, mashabiki wa Simba wanatambua, uongozi wa Simba pia wanatambua kwamba mechi, bahati nzuri, mechi ya kuamua tunanyanyua kombe au hatunyanyui kombe itaamuliwa katika ardhi ya Tanzania. So ili tuweze kuwa kwenye hiyo nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuwa mabingwa wa Afrika, manake ni lazima tukatengeneze utofauti wa namna tunaweza kumalizia mechi ya pili tukiwa nyumbani. Kama mechi ya kwanza tutaenda kutengeneza utofauti wa idadi ya magoli machache ambayo tunaweza sisi kwenda kuyarudisha na kuwa mabingwa, inawezekana. Lakini hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sio lazima ufungwe. Sio, unaelewa? Sio lazima ufungwe. Sio lazima ufungwe kutengeneza idadi ya magoli machache. Okay. Unaweza ukashinda hiyo mechi au ukatoa sare, unaelewa? Itategemeana umemsearch mpinzani wako kwa kiwango gani, kwa sababu hizi ni mechi ambazo unahitaji zaidi maarifa kuliko nguvu. Sawa. Bila shaka utakuwa ni mpenzi wa mchezo wa draft. Draft ndio. Unaweza kucheza draft kusukuma zile kete. Kwa kiwango kidogo sana. Kwa kiwango kidogo sana. Sasa ulivyosema kwa kiwango kidogo, kuna mfano nilikuwa nataka nitoe, anyway nitautoa. Wanadai kwamba binadamu ambao wanatumia ile michezo ya kutumia sana akili, ikiwemo hiyo draft, chess, mchezo wa Kirusi, Warusi wanaupenda sana. Kichwani wanakuwa vizuri sana, yes. Hata uwezo wao wa kufikiri unakuwa ni mkubwa sana. Sasa sijataka kutolea mfano kwamba kwa kiwango kidogo ulivyosema. Mimi of course kwa kiwango kidogo. Sasa wewe utaamua. Ukizeeka utapenda kucheza draft au golf? Mimi wasiwasi wangu ni kwamba umeniambia kwamba kwa kiwango kidogo, alafu mimi natoa mfano kwamba binadamu wanaocheza huo mchezo ni wazuri sana kwenye kufikiri. Sasa sijataka nihusishe kiwango chako kidogo cha uchezaji wa draft na haya ambayo mimi nazungumza. Lakini bila shaka nadhani hata kwenye kufikiri mimi kiwango changu kucheza draft ni kidogo, kusema ule kweli. Huo ndio ukweli. Unacheza draft? Mimi acheze kabisa. Basi tuache. Kuna story ya draft kwanza tuizungumze. Hapo shida. Kidogo hapo Mangasore hapo kwa swali ambalo umemuuliza Rashid Hamisi. Unajua sasa hivi si Fadlu tu. Muite kocha yote duniani sasa hivi. Mwambie unaniahidi kwenye mchezo fulani utafanya makosa. Atakwambia no. Yaani kitu pekee ambacho mwalimu anaweza kukuahidi wewe ni performance bora. Ila hawezi kucontrol matokeo. Yaani yeye atakachokuambia Mangasore tutajitahidi, lakini hatakwambia hatuta. Okay.
Sawa. Wachezaji wa zamani wa Simba na Yanga pamoja na timu ya taifa ya Tanzania Madaraka Selemani pamoja na Mathias Mulumba baada ya kustaafu soka wamehamia kwenye mchezo wa draft ambao umewawezesha kutengeneza ufalme wao kwenye mchezo huo. Madaraka pamoja na Mathias Mulumba jana walikuwa na mechi ya mchezo huo ambapo Madaraka amefanikiwa kushinda ushindi katika michezo miwili kati ya mitatu ambayo walicheza, huku mchezo mmoja ukatoka sare. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa wakati Mathias Mulumba pamoja na Madaraka Selemani wakipambana kwenye draft. Mpambano ulikuwa mgumu, lakini Mathias Mulumba mimi nilikuwa nacheza naye kwenye French, nilikuwa nacheza naye na mpaka kwenye British, lakini yeye kwenye French ndo kidogo mzuri kiasi fulani. Mimi kwenye British nakuwa kidogo niko juu yake kwa kuwa yeye yuko sana kwenye French, lakini hata hivyo yeye British anajitahidi kutokana, achezi sana British lakini anajitahidi katika hali ya kucheza British. Mimi nasema mchezo ni mzuri, kwanza unasaidia kukufanya sehemu umekaa kwa kutulia na kupata jamaa wengi, marafiki, kwa sababu mchezo unachezwa na watu wengi na sio mpaka Dar es Salaam, mpaka mikoani. Kuna ligi za drafti, tena mabingwa wapo wengi, mimi nawafahamu. Dar es Salaam kuna watu wanaijita hawa sasa hivi wanaibukia, kina Matunda, kina Ronaldo, kina Isa Mamba, ambao fundi Kebelo alikuwa draft mkubwa na mjua mimi, alikuwa Mangulele, lakini kuna vijana wapya sasa hivi wameibuka wanacheza sana mchezo, ambayo mimi hata mimi mwenyewe nikikutana nao watanisumbua. Mada kusema kweli ni mtu ambaye kwanza mimi katika maisha yangu ameniinspire. Kwa sababu gani? Mimi nilimkuta amenitangulia sana kwenye mpira, kwa hiyo kwanza nilikuwa nampata kwenye mambo mengi. Kwa hiyo kwenye mpira vile vile tulikuwa ni washindani sana, yani kwenye mazoezi, yani ni mtu wa mazoezi. Kwa hiyo tulikuwa nafaidika kutoka kwake, kumuulizia historia ya wachezaji wa nyuma ambao tuweza kuwaona, kwa sababu yeye amekulia Dar es Salaam, mimi nimetoka mikoani. Kwa hiyo safari yangu ilikuwa ni ndefu kidogo. Kwa hiyo nilikuwa nataka anipe uzoefu wa wachezaji, amepitaje, amekuwa vipi. Kwa hiyo nilikuwa napenda kujifunza sana, hata staili yake ya maisha nilikuwa naipenda sana, kwa sababu alikuwa sio mtu wa mambo mengi sana. Kwa hiyo tulikuwa mambo mengi, tukitoka sisi mambo yetu tunaenda kutafuta vijue vya draft. Kwa hiyo maisha yetu ilikuwa yani hata kifinance kwa inatusaidia sana. Ndio maisha yetu, yani lazima, na najiuliza yani kwa nini Mada ananisumbua kiasi hiki. Najiuliza bado, kwa sababu alafu naupenda bado, yani bado namtaka tucheze. Hapa nimeshamwambia tena aje. Nimemwambia vipi tukutane tena Mada. Umewasikia hapa wanasoka wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania, amecheza Simba Sports Club, amecheza Simba na Yanga. Mpambano huu licha ya kuwa Mathias Mulumba amepoteza, lakini wewe uko tayari kuandalia pambano lingine? Bana, kwanza nawakaribisha tena sana. Kama nilivyozungumza mwanzo, hii michezo ni muhimu. Kwanza tunaiomba pia serikali ya Tanzania iendelee kusapoti mashindano kwa namna moja au nyingine, kwa sababu tumeona huu mchezo ni mkubwa na una wapenzi wengi, watazamaji ni wengi. Hivyo kuna namna moja au nyingine kuwashika wachezaji ili tuweze kufika mbali hii michezo ya bao. Naam, huu ni mchezo wa draft, miongoni mwa michezo ambayo inabidi utulize sana akili ili uweze kucheza vizuri na pengine kupata ushindi katika mchezo huu. Mimi mchezo huu nimeanza kucheza, ilikuwa sio nimeanza. Kuna kitu kilikuwa kinanivutia kucheza. Ule mchezo nilikuwa naucheza kwenye kompyuta. Kisa kilichosababisha mimi ni ucheze ule mchezo mimi nakijua mwenyewe. Mimi nishajua. Sababu si unahamasika, kwa lazima uucheze. Yaani kuna draft alafu pembeni. Wajua huu mchezo
huu mchezo ila kwetu, nadhani huu wengi kwetu, ambao tumecheza kiasili. game hilo watakuwa wanajua kitu gani ambacho tulikuwa tunakitafuta. Yani sisi kiasili, yani kiafrika mchezo wa draft ni mchezo ambao unaonekana basi sasa hivi tunaweza kutafsiri vizuri, lakini mwanzo tulikuwa tutafsiri vizuri. Yani ilikuwa ni mchezo wa majobless, mchezo ambao yani watu ambao fikra zao za chini kabisa kwenye kutafuta. Hapana. Ndio mimi ninachokwambia. Wewe huo ni utafiti uliofanya au ni maneno yako unazungumza? Yani tafsiri ya mtaani. Na ndio maana hata mashehe misikitini kipindi cha Ramadhani unapiga marufuku kucheza drafti. Au unakuta hata viongozi wa serikali wanalaumu kukuta vijana wanacheza draft. Yani inaonekana ni mchezo ambao vijana mnapoteza muda. Mnatakiwa kufanya vitu vingi vya msingi. Ukitaja drafti, si unataja pacha wake ni chess, si ndio? Ni aina hiyo ya michezo. Sasa chess wanacheza matajiri. Sasa kwa nini useme hapana, ni aina hiyo ya michezo? Ni aina hiyo ya michezo. Chess hizo na matajiri. Ukileta hapa uwezi kucheza na maskini. Mimi nakwambia sehemu yote ukionekana wewe ni bingwa wa draft. Yani unaonekana wewe una kazi. Hapana. Au hiyo ni tafsiri ya mtani kwangu. Sio tafsiri ya mtani kwangu. Mimi nakwambia Makasore, draft inachezwa ofisini, draft wanacheza wakiwa na ndio maana wazee wengi wanaostaafu. Umeelewa? Mimi nikistaafu nitacheza golf. Tutakutana Gymkhana pale na nasema, wewe ukistaafu utafanya vitu viwili. Utacheza draft au utacheza bao. Sawa. Na mara nyingi pia sawa. Utatumia muda mwingi. Umeelewa? Utumie ukiwa na mara nyingi mchezo watu wanakuwa wakiucheza baka kama kuna harusi, wanacheza baka kama kuna msiba watu. Yani mimi nakwambia draft mtaani, tafsiri ya mtaani, draft mtaani. Wanacheza watu ambao wana muda mwingi wa kupoteza. Hapana, mimi na ndio maana viongozi wengi hata kwenye nani tu zetu za mtaani. Ni mchezo, sikiliza. Vijana wanacheza draft. Sikiliza. Basi sawa. Tafsiri yake unajua hata tafsiri ya kandanda wengine wanautaja kama ni mchezo wa kimaskini. So football. Of course. Lakini ambao unakupa hela nyingi. Unampa nani? Mchezo wa maskini ambao unawapa hela nyingi. Unawapa nani hela nyingi? Hao maskini. Lakini draft na michezo mingine ni michezo kama mimi sikukatalii Mangasole. Inahitaji platform, inahitaji elimu, inahitaji yani watu waelimishwe zaidi. Draft ni aina ya mchezo gani? Twende mapumziko. Manufaa yake ni yapi? Ndio maana nimeelewa kwamba unaucheza kwa kiwango kidogo. Sasa rejea kwenye mfano wangu ule nilozungumza baadaye. Mimi nakwambiaje? Wewe kana tafsiri yako. Utajua. Alafu wakulungwa mtaani wanajua tafsiri ya mtu anayecheza draft. Sawa, tunatoka hapo kwenye hicho ambacho tulikuwa tunakizungumza. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Sauti hii inatoka Tabata TT Dar es Salaam, yalipo makao makuu ya Azam TV. Kwa sasa tunaenda mapumziko, tukirejea yapo mengi ya kuzungumza. Kumbuka under 20 kikosi cha Tanzania kipo kule nchini Misri na leo kinatupa karataki ya kwanza dhidi ya Afrika Kusini, lakini kuna fainali ya Futsal ambayo inakutanisha Morocco dhidi ya timu ya wanawake ya Tanzania ambao wanacheza huko nchini Morocco. Nini kitajiri? Tukirejea tutazungumzia hayo mawili ambayo nimekwambia.
Na viwanjani bado inaendelea kukupatia taarifa za michezo baada ya mapumziko mafupi. Kumbuka bado unaenda kukitazama kipindi cha viwanjani ambacho kinakupatia taarifa za michezo kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini pia Afrika na ulimwenguni kote kwa ujumla. Makubwa zaidi yanayozungumzwa ni kuhusiana na yale ambayo yanaendelea hapa Afrika. Kwa wakati huu tutaenda kuangalia Afrika ina mambo gani ya kuzungumza. Wakati ambapo Ronald Mukwena pale Wydad Casablanca ameambiwa stop kwanza kidogo, iache timu kwa sasa hivi. Kuna mambo mengine ambayo wanayofanya wao wenye timu wenyewe. Nini ambacho kimejiri? Tutaenda kuangalia taarifa hiyo, lakini pia Ngorongoro Heroes kama nilivyokuambia wapo dimbani, lakini kwenye futsal tutaenda kushuhudia pia moja ya kitu kikubwa zaidi ambacho kinazungumzwa ni mchezo wa finali kati ya mwenyeji Morocco dhidi ya Tanzania. Kitakachojiri ni kipi? Tupate kwanza kionjo kidogo cha joto la Afrika. Tunarejea hapa muda si mrefu. Naam, hili ni joto la Afrika ambalo linazungumzwa hapa viwanjani kwa sasa hivi. Nitakuwa na Faraj Mustafa, lakini pia ameondoka Rashid Hamis the Heavyweight Bandit. Pia yupo Hamisa Abdulrahman, tukizungumza mengi ambayo yanajiri ama yanayozungumzwa Afrika kwa sasa. Kitu gani ambacho kinazungumzwa ni miongoni mwa hayo ambayo nimekutajia, lakini kwa sasa tutaenda pia kuangalia yale ambayo yanajiri kwenye timu zetu za taifa ambazo zipo huko kimataifa kuweza kushiriki mashindano mbalimbali. Wanawake wapo kwenye futsal, lakini pia wanaume kwa maana timu ya vijana umri chini ya miaka 20 wapo nchini Misri Ismailia leo wakicheza dhidi ya Afrika Kusini, mchezo wao wa kwanza wa michuano ya AFCON chini ya umri miaka 20. Faraji, shwari? Safi, vipi? Shwari, mambo yanaenda? Tuko vizuri. Kila kitu kiko vizuri? Sana. Nilikuwa na Rashidi hapa namuuliza draft anasukuma. Akakwambiaje? Kwa kiwango kidogo. Mimi nasukuma sana. Unasukuma sana draft? Vizuri kabisa. Ujue mtu akikwambia kwamba anasukuma alafu mkikaa mkaongea tu maisha kawaida unaweza ukaona kitu. Yani ni kweli. Mimi kuna dogo namfahamu, ana miaka 19 hivi. Anacheza sana draft sana. Lakini ukikaa naye mkazungumza unaona kuna vitu ambavyo anavitoa ambavyo vinaweza vikawa juu kidogo ya umri wake, jinsi ambavyo anaishi. Kwa hiyo Rashid bado na jambo naye. Nikitoka hapa tena nitamtafuta. Utamaliza naye nje ya kipindi. Sawa. Hamisa, bila shaka umefurahi kukaa na swaiba wako Faraji. Wangu wa muhimu sana. Sure. Okay. Sawa. Sasa kuna vitu vya kuzungumza hapa. Tuanze kwanza na finali za AFCON Under 20 zinazofanyika pale nchini Misri, ambapo kocha mkuu wa Ngorongoro Heroes Charles Boniface Mkwasa Master na mshambuliaji Hija Shamte wamezungumza muda mchache kabla ya kufungua pazia lao la AFCON Under 20 kwenye mchezo wa kwanza utakaokutanisha dhidi ya Afrika Kusini. Mechi hiyo itachezwa majira ya saa 12 kamili za jioni kwenye uwanja wa Suez Canal Ismailia huko nchini Misri. Tukasikilize kile ambacho amekizungumza kocha Boniface Mkwasa pamoja na Hija Shamte. Awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha katika kituo chetu salama. Bahati nzuri tumefika hapa, hakuna majeruhi, pamoja na kwamba tumekuwa na kidogo changamoto ya connection, lakini tumefika vizuri na tumepumzika vizuri, na muda mfupi uliopita tumefanya mazoezi ya kutosha kuweza kuacclimatize hali ya huku na pia kuweza kuwakumbusha yale mambo muhimu ambayo tulikuwa tumeona ni dosari katika timu yetu. Lakini kwa jumla ni kwamba vijana walivyoanza tofauti na walivyo hivi sasa, kwa sababu mwanzo tulikuwa tumeanza kusema kweli ilikuwa na tuvunja nguvu kidogo, kwa sababu walikuwa wanakotoka kwenye vilabu vyao, pengine inaonekana pengine hawafanyi mazoezi ya kutosha. Kwa hiyo tumekuja hapa kama taifa kwa ushirikiano ambao tumeufanya TFF wa kusimamia vizuri, ni kwamba tumejaribu kuweka installation kubwa ya fitness na masuala mengine ya kufanya uzuiaji na namna ya kushambulia kwa kushtukiza. Kwa hiyo vitu vingi tumevifanya, na katika mechi ambazo tumezicheza za majaribio zimetoa matumaini mazuri ya kuonyesha yani safari yetu kama ina mwelekeo mzuri. Sasa kwa kuwa mashindano yameanza na jana wameanza, wenyeji wameweza kushinda goli moja na Sierra Leone pamoja na Zambia sawa. Kwa hiyo ni group gumu, kwa sababu kwanza kuna mwenyeji ambaye ni Egypt anacheza hapa. Japo Egypt tulicheza naye na tulivyocheza naye na sasa hivi tuko tofauti, kwa sababu sasa hivi tukicheza nao kama tulivyocheza wao watakumbuka kama tulivyokuwa tumecheza wakati ule, lakini kwa hivi sasa
tuko vingine kivingine kabisa. Kwa hiyo tutawapa shock, labda watuone sisi tukicheza hapo mapema wajue tuna strategy zipi. Lakini timu kama ya Egypt wako nyumbani, wako na advantage nyingi, kwa hiyo wanakuwa na yani labda tuseme kama nafasi kama tunaweza tukasema tunawapa wao labda yani kwa kutazama, lakini all in all ni kwamba lazima dakika 90 zitakuwa zinazungumza. Kwa hiyo sisi kikubwa ni kwamba tutakapoanza tutajua tuanzeje, na lengo kubwa ni kwamba kuhakikisha mechi ya kwanza ya pili tunafanya vizuri ili tujiwe katika nafasi ambayo itatupa mwanga mzuri katika kufikia hatua inayofuata. Kikubwa ni kuwasisitizia wachezaji kuwa na utulivu, ku close down zile gaps zote ambazo zinaweza zikajitokeza ili tupunguze kufungwa magoli yani haraka. Na ukiangalia ambapo tumetrain hapa nyuma ni kwamba tumecheza mechi kama 3 hivi hatujafungwa goli. Kwa hiyo ni stability nzuri kwa timu. Kwa hiyo bado tunasisitiza katika dakika za mwisho kukumbusha yale mambo muhimu ya kuweza ku close down zile njia zote ambazo zinaweza zikasababisha sisi tukapoteza mpira au tukapoteza na mchezo. Lakini pia of course mchezo wa makosa, na timu itakayofanya makosa mengi ndio itakaadhibiwa. Lakini sisi tutajitahidi kwa kadri inavyoweza tuweza kuwafundisha, tumafundisha kwenye field, tutakuwa nao kwenye theory, na tutaweza kuelekeza namna gani ambavyo tunahitaji tufanye, namna gani ambavyo tunatakiwa tupate matokeo mazuri, ni namna gani ambavyo tunatakiwa tucheze. Kwa hiyo tutaiweka hiyo katika sehemu nzuri sana. Wali ya Mungu naweza kusema namshukuru Mungu kufika mahali hapa salama. Kama inavyojulikana mchezo wenzetu tumefika hali ya huku ni hali ya baridi. Lakini tunamshukuru Mungu leo ndo tumeanza session ya kwanza mazoezi hali ya hewa. Na imani tunaweza tukazoea hii hali ya hewa ndani ya siku 2-3 tunaweza tukazoea hali ya hewa. Na hali ya Mungu unaweza kusema kuelekea mchezo wetu unaokuja dhidi ya South Africa ambao tarehe 30. Tumeona wapinzani wetu, lakini kikubwa ndani ya kundi letu pia tumeona wapinzani wetu na wengine pia ndani ya kundi letu. Ila wale ya kusema kwamba mpinzani wetu sisi tumemsoma ni mtu wa kuposesi, na mwalimu sasa kashatupa maelekezo zidi ya kwenda kuwapokea wapinzani wetu. Tutafanyia kazi maelekezo aliyotupa mwalimu, tutawakabili wapinzani wetu. Sisi kama wachezaji tumeongea kuelekea mchezo wetu, sisi kitu cha ambacho tumetoka nacho toka nyumbani ni kushinda tu na kufuzu kwenda World Cup. Naam, huyo ni Hija Shamte, mshambuliaji wa kikosi cha Ngorongoro Heroes ambacho kipo kule nchini Misri kwenye mji wa Ismailia. Leo kikitupa karata yake ya kwanza kucheza dhidi ya Afrika Kusini kwenye mchezo wa AFCON Under 20. Lakini umetoka pia kumsikia mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, lakini pia akicheza klabu ya Young Africans Charles Boniface Mkwasa Master, ambaye ni kocha wa Ngorongoro Heroes. Amezungumza pia kile ambacho anapanga kukifanya katika mchezo wa kwanza dhidi ya Afrika Kusini. Kumbuka ni kundi ambalo yupo pamoja na mwenyeji Misri, lakini pia Sierra Leone na wenyewe wako humo ndani. Nini kitakachojiri kwenye mashindano hayo ya AFCON Under 20? Endelea kufuatilia viwanjani, endelea kufuatilia Azam Sports kwenye taarifa mbalimbali ambazo zitakuwa zinajiri kwenye kambi ya Ngorongoro Heroes. Kumbuka mwenzetu ambaye yupo huko ni Gift Alex Macha, atakuwa anatupatia taarifa mbalimbali kutoka kwenye kikosi hicho. Faraji, kuna kitu pengine nimeking'amua. Wachezaji wa Under 20 ambao tumewapeleka hauwezi kuwasema ni wachezaji ambao hawana uzoefu. Wengi wanacheza ligi kuu, baadhi wanacheza kwenye mashindano ambayo tayari ni makubwa, wanajua jinsi gani ya kucheza michezo hii ya ushindani. Tunatosha kuwa sehemu ya timu ambazo zinaenda kusumbua AFCON Under 20 nchini Misri? Mimi naweza kusema yes. Naweza kusema yes kwa sababu ya baadhi ya wachezaji ambao wanaunda timu ya Under 20 kuwa tayari wameshiriki kwenye mashindano ambayo yamewajenga kuwa na ukamilifu. Yani unapopata mechi nyingi maana yake unaendelea kuimarika. Kwa hiyo kucheza tu ligi kuu kwenye timu tofauti kwa wachezaji ambao wamejumuishwa kwenye timu yetu ya taifa, naona ni sababu moja hapo ambayo kwa namna moja ama nyingine inaweza ikasababisha tuwe washindani kwenye haya mashindano. Na unagusa wachezaji wengi ambao kwenye baadhi ya timu hizo za katikati wanapata nafasi mara nyingi ya kucheza. Kwa hiyo kama unapata nafasi mara nyingi ya kucheza, unapokuja kufanya mashindano ya namna hii inakuwa sio changamoto sana, kwa sababu tayari kiakili na kimwili uko active kuweza kufanyaje kushiriki mashindano kama haya. Kwa mfano ukijaribu kuangalia wachezaji ambao wamejumuishwa, kuna wachezaji ambao wapo wa ligi kuu na kuna baadhi naona kwa mfano beki wa kati anacheza TMA Vedastus Masinde
nadhani ni miongoni mwa wachezaji ambao wapo ambao wanatoka kwenye madaraja ya chini, lakini ukirudi kwenye timu yake ya TMA kwenye championship ni miongoni mwa defenders wazuri ambao wanaisaidia ile timu. Ukija kuangalia baadhi ya wachezaji ambao wanacheza kwenye ligi kuu, unaenda Coast Union unagusa mtu kama Lame Kilawi yupo. Yaani kuna wachezaji ambao moja kwa moja huna doubt endapo atapata nafasi ya kucheza. Sasa shida inakuwa sio kupata nafasi ya kucheza. Shida inakuja unakutana na mpinzani wa namna gani. Yaani ndio tuna wachezaji wengi ambao sio wageni kwenye soka, wanacheza kina Selemani Mwalimu wako nje ya nchi. Je, mpinzani ambaye unaenda kukutana naye ana test ya namna gani? Sasa test maana yake naangalia quality ya wachezaji ambao labda wapo timu ya under 20 ya South Africa maarufu wa Majita under 20 wale na kile ambacho watakitoa kwenye mechi. Kwa hiyo sasa kwa sababu leo ni mchezo wetu wa kwanza ndio tutaona uhalisia, kwa sababu ukiangalia South Africa kwenye uwekezaji kwenye soka la vijana unaweza wakasema wanakuja vizuri. Kwa hiyo inawezekana ikatupa picha halisi ya hichi ambacho tunakiona ama tunachoamini kwamba namgusa Wilson Nangu anaanza JKT. Labda nikienda labda pale wapi Coast Union wakina Kondo wale wanamuunda kwenye timu. Wakina Lame Kilawi, yes. Je, hawa kwa pamoja hizi timu wakutana na hawa Majita, ni kitu gani ambacho watafanyaje? Watafanikiwa kukitoa. Tukipata dakika 90 za leo ambazo tunacheza mpinzani ambaye kwenye makaratasi mimi naona yuko mbali kuliko sisi, lakini kuwa mbali kuliko sisi sio haitunyimi ule uhuru ama haki ya sisi kupambana kuweza kupata matokeo. Eneo la ushambuliaji lina watu ambao bila shaka Tanzania tunawafahamu kwa sababu tuna Valentino Mashaka ambaye yupo Simba na mechi za mwanzo Fadlu Davis alimpatia muda kwenye kikosi cha Simba akafanya vizuri, akaenda kushiriki na timu Ngorongoro Heroes kwenye Sekafa akafanya vizuri zaidi, lakini sasa hivi tunaenda kuitazama timu ambayo inamkaribisha tena ama inapata mchezaji mwingine ambaye anacheza kimataifa. Selemani Mwalimu ni miongoni mwa washambuliaji hatari zaidi ambao wapo kwenye kikosi cha Ngorongoro Heroes. Hii safu hii ya ushambuliaji inatosha kuwa mwiba hatari kwa wapinzani ambao tunaenda kukutana nao. Okay, hayo uliyataja ni majina. Na siku zote timu huwa inacheza kama timu. Huwezi kwenda uwanjani ukaanacheza kulingana tu na uwezo wa mtu mmoja mmoja kwamba wewe muda huu sasa utadribu utashuti. Hapana. Ndio maana mwalimu anawatengenezea sasa muundo ambao utawasaidia kuweza kutumia kila mchezaji mmoja mmoja aweze kutumia ubora ambao yupo nao. Kwa wachezaji ambao majina yapo, kama mwalimu atakuwa amewatengenezea muundo sahihi wa kuweza kucheza, labda tunacheza kwa namna hii kwa sababu hao ni vijana ambao kwa umri ambao wanacheza na kwa mashindano ambao wanacheza tayari wanapaswa kuwa wako matured kiakili. Kwa hiyo mchezaji anafahamu kitu gani ambacho anapaswa kufanya. Kuna wakati tunasema tunacheza kwa namna hii, tuna defend labda kwa staili hii, tunashambulia kwa staili hii, wanajua kwa sababu Selemani Mwalimu paka anatoka Fountain Gate anaenda Wydad, na maana ni mchezaji ambaye tayari hata Wydad wakati wanamscout walimuona ni mchezaji ambaye ni matured. Kwa hiyo na maana tunategemea pia hata kwenye timu ya Ngorongoro Heroes kuna kitu ambacho atakwenda kukiinitiate na kuweza kuendeleza pia. Ukimwangalia mtu kama Wilson Nangu hajakuwa na muda mrefu sana kwenye ligi kuu, lakini kwa muda ambao amepatiwa nafasi katika kile outstanding performance ambayo amekuwa nayo. Kwa hiyo kumbe inawezekana ukapata labda pair nzuri ya defenders hapo katikati. Hapo kwa na Wilson Nangu labda pamoja na Lame Kilawi ambao ni wachezaji ambao wana experience ya kutosha kucheza ligi kuu. Nimejaribu kufuatilia squad ya South Africa ya under 20. Wengi wanatoka katika timu za vijana za Mamelodi Sundowns, kuna ambao nimewaona wanatoka katika timu za vijana za Stellenbosch. Unajua pale South Africa Stellenbosch na Mamelodi ni moja ya timu ambazo zina akademi kubwa sana za vijana. Kwa hiyo inakupa picha kwamba South Africa wana uwekezaji mkubwa katika soka la vijana. Kuna wengine ambao wanatoka Super Sports na Cape Town City. Kwa hiyo angalia hawa wachezaji hata kama haba mtoka kwenye timu ya vijana ya Mamelodi, hata kama achezi, lakini kumbuka kwenye uwanja wa mazoezi huyu mtu anaweza kuwa anafanya mazoezi na kina Tebomo Koena, sio anafanya mazoezi sijui na kina Shalulile. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo hata anavyokuwa anakuwa katika mazingira ambayo ni tofauti. Same hata kwa sisi hicho kitu tunacho. Kupeleka wachezaji ambao baadhi wanacheza ligi kuu ya Tanzania miongoni mwa ligi ambazo zinatajwa kwamba ligi kubwa barani Afrika ni kuonesha kwamba Tanzania inaweza ikawa iko mbele ya muda kwenye soka la vijana kuliko Afrika Kusini, kuliko mataifa mengine ambayo baadhi ya vijana hawajapata nafasi ya kuingia kwenye Premier League ya mataifa yao.
Okay, kwanza ukisema issue ya mbele ya muda inaweza ikawa ni tafsiri ambayo kidogo ikawa ni pana sana, kwa sababu ukijaribu kuangalia wachezaji ambao wana experience ya kucheza ligi kuu bado wacheze katika zile timu ambazo ni shindani. Sasa hivi ukimwangalia Valentino Mashaka, mara mwisho kumuona anacheza Simba ni lini? Ni muda mrefu. Inawezekana tu anafanya mazoezi na kina Ateba, lakini nafasi ya kucheza haipo, na maana wale ambao wanaanza kuna kitu kikubwa ambacho wamemzidi. Kamwangalia Shehani Ibrahim, amekuwa akipatiwa sana hizi mechi za madaraja ya chini za CRDB, na amekuwa akipata nafasi ya kucheza, au mara mwisho namuona Kija Shamte mara nyingi kwenye kosi cha Kagera yupo. Kwa hiyo unakuja kukuta na hapo kuongezea kidogo, umeona alichogusia Hamisa kwenye timu shindani, maana yake unagusa hizi timu kubwa hizi, Simba, Yanga, labda Azam. Umeona ulivyomtaja Kija Shamte, nenda kwenye timu yake, kwa nini anaanza? Maana yake pia unaenda kwenye timu, daraja la timu na aina ya wachezaji ambao wanapatikana. Obvious, kama daraja la timu hakuna ushindani mkubwa, maana yake kuna possibility kubwa ya mchezaji kupata nafasi ya kwanza. Kwa hiyo nadhani hiyo pia ni sababu moja. Okay. Na huo ni mfano ambao alikuwa jaribu kuzungumza. Na ukiangalia pia kwenye kundi yupo Zambia ambaye mchezo wake wa kwanza amedraw. Yupo Egypt na pia yupo South Africa. Ukiangalia kwangu nikizitazama hizi timu haya mataifa, naweza nikamuona labda kidogo depend itakavyotokea kwenye michezo itakuwa itakavyokuwa, lakini namuona South Africa kama ni moja ya mataifa ambayo wameanza kuwa serious sana na kuwekeza kwenye soka lao la vijana, kwa sababu ukiangalia pia national team yao sasa hivi ni kama hakuna yule mrithi ambaye anakuja kurithi mikoba ya hawa ambao sasa hivi wanacheza kwenye national team. Kwa hiyo ni kama wameanza kushtuka. Kwa hiyo kwangu huu mchezo utatoa taswira pana sana, yani namna gani ambavyo tutakwenda kuicheza michezo mingine inayokuja, kwa sababu ikitokea tukashinda mchezo labda kwa magoli mawili tutakuwa wa kwanza katika kundi. Sababu Egypt alishinda kwa goli moja, tutamshusha pale kwa kutokana na idadi ya magoli na leo anacheza dhidi ya Sierra Leone. Anacheza dhidi ya Sierra Leone ambaye alidraw mchezo wa kwanza dhidi ya Zambia. Kwa hiyo kwangu kama nilivyosema toka mwanzo na narudia tena kusema, ikitokea kwenye hili kundi tunamaliza tena kama tulivyomaliza na timu yetu ya vijana under 17, tutakuwa tumefeli. Huwezi kupeleka experience ya kutosha namna hii alafu uende ukashindwa angalau hata kupata alama moja, angalau hata alama 4-5 hapa. Sawa, angalau hata alama moja, angalau hata alama 4-5. Haya yanazungumzwa na mchambuzi Hamisa Abdulrahman ambaye tuko naye hapa kwenye kipindi cha Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tabata TOT ndipo yalipo makao makuu ya Azam TV. Nikukumbusha kwamba majira ya saa 4 za usiku leo kupitia Azam Sports 1 HD utaenda kushuhudia mchezo wa finali ya Futsal, mchezo ambao unakutanisha timu ya taifa ya wanawake Tanzania Twiga Stars itashuka dimbani leo wakiwa ugenini kumenyana na Morocco katika finali ya Women's Futsal AFCON, na mchezo utachezwa majira ya saa 4 za usiku kama ambavyo nimekuambia, na utakuwa mbashara kupitia Azam Sports 1 HD. Tanzania imeingia finali baada ya kuiondoa Cameroon, lakini mechi ya nusu finali ya Morocco ili wakutanisha dhidi ya Angola. Ni miongoni mwa michezo ambayo tumeanza tekeleza vizuri. Hivi karibuni kwa Jumatatu tuweza kuwa na moja kati ya klabu ya mchezo huo wa futsal, na walienda Madagascar wakaweza kupata ushindi wa kubeba ubingwa wa mashindano hayo, lakini leo tunaenda kuishuhudia Twiga Stars ambayo ipo kule nchini Morocco. Faraji, futsal unaielewa? Ni mchezo, ni mpira wa miguu, lakini uko tofauti kidogo. Wenyewe uwanjani wanaingia wa 5, ndani wanacheza wa 4 pamoja na kipa, lakini mnaweza mkafanya mabadiliko kadri mnavyoweza. Hakuna ukomo wa mabadiliko. Mnaweza ukatoka, ukaenda, ukarudi, ukatoka, ukaenda, ukarudi. Finali tunaingia dhidi ya Morocco. Mimi ni moja kati ya watu ambao wanahusudu sana timu za taifa za wanawake za Tanzania. Okay. Wakitumwa kazi ni rahisi sana si rahisi sana kukuangusha kama ambavyo Twiga Stars wamefanya. Kuiondoka Cameroon katika huu mchezo, Cameroon, timu ya taifa ya wanawake ya Cameroon, sio kitu kidogo. Ni kwamba soka la wanawake linapiga hatua kubwa zaidi kwetu. Yaani kama ambavyo umesema unahusudu soka la wanawake, na najua ni kwa sababu gani ambao moja kwa moja kwa nini unafanyaje unahusudu, kwa sababu ya vile vitu ambavyo vinatokea baada ya kwenda sehemu fulani kuwakilisha nchi. Kwa sababu inaweza kawa rahisi kusema zaidi, inawezekana soka la wanawake likaja kufanya limefanikiwa zaidi kwenye level ya timu za taifa, pengine kuliko la wanaume, lakini ukija kwenye wamecheza kombe la dunia, kwenye uhalisia na namna uwekezaji unaweza ukaangalia ni upande upi unanufaika zaidi, kwamba kuna nguvu kubwa ipo upande fulani, lakini kwenye nguvu kubwa huo upande bado haijaprove zaidi ya upande ambao
pengine hauna nguvu kubwa ya uwekezaji, lakini wameonyesha kwenye kile ambacho wanakifanya. Kwa hiyo kwa ujumla naungana na wewe kwa 100% kwamba kuna utofauti mkubwa ama kuna daraja kubwa ambalo limeonyeshwa na timu zetu nyingi za wanawake kwenye mashindano tofauti ambayo wanashiriki. Kwa hiyo sio kitu kigeni, na hii inatukumbusha kwamba wakati mwingine kwenye mazingira kama haya ni bora zaidi kuwekeza. Yaani unajua matokeo ni tukio la mwisho kabisa, kwamba labda Misa umefanya mtihani umepata yani ni tukio la mwisho kwamba umefanikiwa. Lakini kwenye kufanikiwa kama ni sehemu ya mwisho, inabidi turudi tuangalie hawa watu walifanikiwa katika njia zipi. Inawezekana wamefanikiwa jitihada zimekuwa nyingi zaidi kuliko labda uwekezaji. Kwa hiyo tukiweka nguvu kubwa, maana yake tutakuwa na watu bora zaidi ambao wanaweza wakafanya zaidi ya hichi ambacho tunakiona. Kwa sababu unajua inabidi ifike hatua kuingia finali isiwe tena kama ni story kubwa. Issue ni kushinda sasa yale mafanikio ambayo unaweza kusema mataja, kitu cha kushikika. Yaani kwamba ukishinda inaongeza thamani zaidi ya wewe kuingia finali. Ni muda mfupi umepita tangu vijana wa Morocco walioshiriki AFCON Under 17 kuchukua ubingwa pale kwenye ardhi yao, lakini wanawake pia wanaweza wakapata kile ambacho kilitoka kwa vijana chini ya miaka 17, wakaona kwamba na sisi ni zamu yetu kuionyesha Morocco kwamba tuna hichi kitu. Lakini pia kwa upande wa Twiga Stars unaona ni nafasi yao pia kwenda kubadilisha hicho ambacho Morocco pengine wanadhani kwamba kitakuwa ni rahisi sana wao kukifanya, kuchukua ubingwa. Kitu cha kwanza ni kuangalia mpinzani. Unaangalia mpinzani ni Morocco. Kiuhalisia unajua kabla ya mchezo huwa tunaamini ama tunaangalia mizani ya timu zote mbili, kwamba namna ambavyo nipo na squad yangu na namna ninavyomwangalia mpinzani, yani hata kocha huwa anakubali uhalisia kwamba mwenzetu ni bora sana. Lakini mwenzetu kuwa bora, na sisi inabidi tuangalie ni sehemu zile zenye ubora kwenda kuangalia namna gani tunawapunguza. Yaani mimi nimeshajua Mangasori wewe ni imara sana sehemu fulani. So namna gani mimi nakuja kukukabili wewe? Mimi naenda kudeal na lile eneo ambalo kwako ni la nguvu. Kwa hiyo maana yake nikienda kupunguza nguvu kwenye eneo ambalo kwako unaona ndio kiaminio, yani kwamba hapa mimi ndio natoboa, maana yake nitakupa kazi nyingine ya kutafakari ni kitu gani unakuja nacho kunibiti. Sasa wakati unatafakari, maana yake mimi nimekuwini, na mimi naweza nikaa najua sana namna gani ya kufanyaje ya kukushambulia wewe. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine unaona timu ambayo inakuwa haipewi nafasi kubwa kwenye makaratasi ambayo ndio tunakaa tunaongea, inaweza ikawa timu bora kutokana na mpango kazi ama mbinu ambazo moja kwa moja mwalimu atakuwa amewafanyia stadi wapinzani, ameenda kupunguza zile athari, inaweza kunufaika. Kwa hiyo hii inaweza ikawezekana, lakini kwenye mazingira ya mchezo, lakini kuna ugumu. Kwa hiyo huo ugumu ndio tutaangalia sana namna gani tunaweza tukaupunguza. Sawa, bila shaka tuna mwanamke hapa, tuambie kwa nini nyinyi mnafanikiwa haraka kwenye soka? Okay, sababu ni nyingi, yani si fakta moja. Unajua moja ya sababu ni kwamba tulishtuka mapema, tukaanza kuwekeza kwenye soka la wanawake. Unajua nchi nyingi sana hapa Afrika, hata mataifa makubwa tu bado hayajashtuka kwenye soka la wanawake. Ukiangalia mataifa ambayo yana uwekezaji sasa hivi kwenye soka la wanawake, utataja Morocco, utataja Nigeria, utataja South Africa, utataja Zambia. From there mengine na kutafuta kama juzi finali ya AFCON ambayo ilichezwa na wanawake wa TP Mazembe wakachukua mbele ya Farabati. Wanajaribu kuona nao kidogo sasa hivi Kongo nao wanaanza kidogo kuwekeza kwenye soka la wanawake. Yaani ni mataifa mengine ndio kama sasa hivi yanaanza kushtuka, na ukumbuke kwenye uwekezaji katika soka la wanawake kuna ugumu compared na kwa wanaume, kwa sababu hata katika kusearch vile vipaji kwa wanaume inawezekana ni rahisi, unaweza ukasema ukaorganize tu labda festival fulani, wakaja pale watu wakacheza, ukaandaba magroup watu wakacheza, ukaweza kukusanya vipaji katika eneo lile. Lakini kwa wanawake namna tu ambavyo utapaswa kukusanya vipaji inaweza ikachukua inaweza ikawa ni ngumu sana, kwa sababu bado yani kuna kundi kubwa sana la wasichana wadogo ambao bado hawajapatiwa ile platform ya kuweza kucheza. Ndio maana sasa hivi ukijaribu kuangalia kuna baadhi ya mataifa ya Ulaya ambayo tunayaona kwa mfano labda timu hizi za kawaida tu za ligi za Uingereza, za ligi ya wanawake nyingi sasa hivi hazizalishi wachezaji kutoka kwenye timu zao za vijana za wanawake. Wanasajili. Inakupa picha kwamba
pia nao hawana lile kundi kubwa la wachezaji ambao wako nao ambao wanaweza wakawa wanatoka kwenye timu za vijana kwenda kwenye timu. Mnafanya fanyaje? Yani nyinyi mnafanya fanyaje mpaka mafanikio haya yanakuwa ni haraka zaidi? Kwa sababu sisi tumepambana kwa upande wetu wanaume, tumepambana sana tukipeleka timu zetu za taifa kwenye mashindano mengi, mara nyingi zinakuwa zinatolewa. Tumeona JKT wanavyopambana, JKT Queens, tumeona Simba Queens jinsi ambavyo wanapambana wakishiriki michuano ya kimataifa. Tumeona Twiga Stars jinsi ambavyo wanapambana. Tumeiona Serengeti Girls walivyopambana mpaka wakashiriki kombe la dunia pale nchini India. Yaani nyinyi mnafanya fanyaje? Hebu tupe siri basi na sisi. Kuna vitu viwili. Kuna ukimtafuta mwalimu yoyote, kocha yoyote wa mpira atakwambia anachokwambia. Inawezekana ikawa kumfundisha mtoto wa kike mpira ikawa ni kazi. Kuna ugumu utakuwepo kwa sababu kuna vitu vingi itabidi umwambie, lakini inawezekana ikawa ni rahisi kumguide mtoto wa kike kwenye unapomfundisha mpira kuliko wa kiume. Mtoto wa kiume anapofika kuanzia umri wa miaka 15, yeye anaamini mimi najua. Mangasoro unaweza ukawaita uwanjani ukasema leo tuna train labda passing. Unamwona yule kule ana dribble. Ina maana anaamini kwamba maana yake nyinyi ni wasikivu. Yes, yani kwa sababu mtoto wa kike anaamini mimi sijui. Yaani mimi Mangasore sasa hivi nikisema nikae na mpira mbele na wewe ukae na mpira, ndani tu nitaamini Mangasore anajua zaidi yangu. Kwa hiyo mwalimu nitamsikiliza zaidi, wewe mimi nacheza na Hamisa. Yule afahamu. Kwa hiyo unawezekana una mwalimu anachokupa hauendi kukifanyia kazi kwa sababu unaamini unajua zaidi ya hapo. Plus na quality ambayo imekuwepo. Kujaribu kuangalia JKT Queens, hawana mchezaji hata mmoja wa kimataifa. Yani kajaribu tu kuangalia wana scout vipi wa wachezaji, wanakusanya vipi, alafu waangalie wanatoa wachezaji wangapi ambao golikipa namba 1 ya timu ya Twiga Stars hatoka katika timu yao. Kwa hiyo kuna vitu vingi, kuna quality, kuna usikivu. Binafsi ni mwalimu, kwa hiyo nafahamu urahisi ambao upo kwenye kumguide mtoto wa kike unapomfundisha mpira na wa kiume. Plus na kuna mataifa mengi bado hayajashtuka. Inawezekana tuwekeze sasa hivi, inawezekana huku kwa wanawake tukawa tupo karibu zaidi kufanikiwa. Kwa sababu tuzungumze tu uhalisia wa kawaida. Timu yetu ya Taifa Stars, unaona ukitazama tu kwa uhalisia unaiona labda baada ya miaka mingapi inaweza kashiriki labda nusu finali tu ya AFCON au finali. Uhalisia.